Ya, ebana inakuwa vipi mwanahabari 254, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Jana tulikuwa tumechapiana kuhusu issue ya mchezaji wa Harambee Stars, mchezaji nyota ambaye wakati huu ni nahodha wa timu ya Harambee Stars ambaye anajulikana kama Michael Olunga. Kwa maana kumekuwa na figisu mitandaoni, kuna wale ambao wanasema kuwa Michael Olunga inafaa astaafu ama awache kutumikia timu ya taifa ya Harambee Stars, kwa maana wanasema kuwa wakati huu amepoteza usikivu, umakinifu na vile ile hali ya kuleta tija, yani results kwenye timu ya Harambee Stars. Sasa tuliongelelea vitu vingi, vitu ambavyo vinapelekea watu kusema hivyo, kwa maana wanajihisi ya kuwa Michael Olunga ajipeani jinsi alivyokuwa akifanya hapo mwanzoni. Unajua zile enza kitambo hapo mala Michael Olunga alipokuwa katika timu ya taifa ya Harambee Stars, na vile wakati fulani pia alitumikia timu ya Gor Mahia, alikuwa anawajibika pakubwa kuhakikisha kuwa magoli yamepatikana. Hata kule Uarabuni huwa anafanya vivyo hivyo. Kwa hiyo ni issue ambayo watu wamekuwa wakiongelelea kwenye mitandao ya kijamii na vile mitaani kuhusu utendakazi wa Michael Olunga. Lakini kuna sababu ambazo zilimpelekea kocha mpya wa timu ya Harambee Stars ambaye anajulikana kama Benni McCarthy kumchagua ama kumweka Michael Olunga kuwa nahodha wa timu ya Harambee Stars. Kuna sababu nyingi ambazo mkufunzi wa timu ya taifa huwa anazingatia ndiye angalau akisha kuwa ametafuta mchezaji mmoja ama wawili kuwa nahodha wa timu ya taifa. Kwa hiyo Michael Olunga bado ataendelea kutumikia kikosi cha Harambee Stars. Kwa wale ambao wanasema kuwa amepoteza usikivu, naweza sema kuwa mtulie, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo Michael Olunga atawezesha katika timu ya Harambee Stars. Na vile ukiangalia vizuri, Michael Olunga huwa anapeana leadership, yani uongozi, kwa maana katika timu ya taifa ni lazima tuwe na mchezaji mmoja au wawili ambao wanahakikisha kuwa wale wachezaji wengine wamepata muongozo, na vile yule ambaye atawapatia inspiration. Ikumbukwe juzi tulikuwa kule maeneo ya Ivory Coast ambapo Harambee Stars walikuwa na kabana na timu ya Gambia, ambapo Harambee Stars walitoka 3-3. Kule Warabuni wanasema 3-3, kumaanisha kuwa ilikuwa ni sare kati ya Harambee Stars na timu ya taifa la Gambia. Kwa hiyo bao la kwanza lilitiwa kimiani na Michael Olunga. Sasa unajua pale, kama unaangalia vizuri ama wewe ni mtu ambaye anafuatilia soka vizuri, pale kulikuwa na pressure kupitiliza, ambapo kuna watu wengi ambao walikuwa wanaamini ya kuwa kuna uwezekano Michael Olunga angepoteza ile penati. Lakini Olunga naye, kulingana umahiri wake na ukakamavu wake na vile ustadi ambao ako nao, alihakikisha kuwa tumepata goli la kutusukuma mbele na kupata draw ama kile ambacho tunachokiita sare ya mabao 3-3 dhidi ya timu ya Gambia. Kwa hiyo Michael Olunga ataendelea kutumikia timu ya taifa ya Harambee Stars, na ni jamaa ambaye anajielewa, ana umakinifu na vile ukimwangalia eloquence, yani ni mtu ambaye akiongea unamuelewa na unajua huyu anasema nini, na vile pia huwa anapeana uongozi pale kwenye timu ya taifa, na he is leading by example Kwa maana bao la kwanza ndilo liliwapa wachezaji wa timu ya Harambee Stars, yani ule moyo wa kusonga mbele na kuhakikisha kuwa tukapata mabao mawili zaidi ya kutupa kile ambacho tunachokiita draw ama sare ya mabao 3-3 dhidi ya timu ya Gambia. Kwa hiyo siku ya Jumapili tunasubiri kuona kivumbi na jasho. Sasa ni kesho tu. Bana, kesho Jumapili katika uwanja wa Nyayo National Stadium kutakuwa na kivumbi na jasho kati ya timu ya taifa la Kenya maarufu kama Harambee Stars na timu ya taifa la Gabon. Gabon ni magharibi mwa Afrika, West Africa. Kwa hiyo tunasubiri kuona vitu vingi, kwa maana ukiangalia kile ambacho alichokuwa kikisema Michael Olunga, Bajaber, Mohamed na McDonald Mariga ambaye pia aliwahi tumikia timu ya Harambee Stars, pia legendary yule.
na vile vile kocha wa timu ya Harambee Stars ambaye anajulikana kama Benny McCarthy, wanasema kuwa kuna uwezekano ya sisi kupata ushindi mnono, ushindi mkubwa siku ya kesho, lakini wanalilia mashabiki wahakikisha kuwa wamefika kule uwanjani na wakaishabikia ama kuhakikisha kuwa wamewapa moral wachezaji wa timu ya taifa ya Harambee Stars. Kwa hiyo tunasubiri kuona vitu vingi. Alafu kuna wengine pia, issue ya Michael Olunga. Watu kumchamba katika mitandao ya kijamii. Nilikuwa nimefanya video moja jana nikaiposti kwenye YouTube channel ya Habari 254 na wengi wakatoa maoni yao. Kuna wengine ambao wanasema kuwa bana, timu ya Harambee Stars imesheheni tu watu kutoka sehemu moja, yani Western Kenya na Nyanza. Wanamaanisha hivyo. Sasa unajua, wanasema kuwa ukiangalia wale wachezaji, idadi kubwa ya wachezaji ni wale ambao majina yao yanaanza na O ama E. Sasa ukiangalia O na E, hao ni watu kutoka jamii ya Wajaluo na Waluya, ambapo hawa ni mashemeji ambao wanakaa pamoja. Sasa kuna wengi ambao wanapiga kelele, wanasema kuwa inakuaje timu ya Harambee Stars sasa hii inafai kuwe na sura mpya, na imeanza kuwa na sura mpya kwa maana kuna kijana ambaye anajulikana kama William, ambaye kitovu cha asili yake ukimwangalia vizuri yule ni Mkenya na wanasema anatoka katika jamii ya Wamasai. Alafu tuko na Mohamed Bajaber ambaye pia aliwajibika pale uwanjani, ukimwangalia vizuri yule pia ni Mkenya, ni jamaa ambaye tunamuaminia. Sasa si nzuri kutaja kabila la mtu, kwa maana ukiangalia pia unapata kama athletics huwa ni kabila moja. Tuseme hivyo, huwa ni kabila moja na huwa wanahakikisha kuwa wameweka nchi ya Kenya kwenye ramani. Unajua cha msingi ni kupata tija chanya kwenye mishe zenu. Na vile vile ukiangalia pia rugby unapata kama imesheheni tu watu kutoka jamii mbili, wanasema ni Wajaluo na Waluya, Ma-O na Ma-E. Ukiangalia kuna Omolo pale, kuna Atieno, kuna Wafula, kuna Nanjala, watu kama hao wote ni wa Kenya, na cha msingi ni sisi kupata results. Haijali mtu anatoka katika kabila gani, anaweza kuwa ni Mkikuyu, Mjaluo, Mkamba, Masai, Mgiriama, Mdigo, Ogiek, bora tu anaweza tupa tija kwenye timu ya taifa. Sisi hatujali vitu kama hivyo. Kwa hiyo Michael Olunga, mimi kwa maoni yangu aendelee kutumikia timu ya Harambee Stars, kwa maana hawa vijana ambao tunasema kuwa waje ama waweke katika timu ya Harambee Stars wanahitaji mtu ambaye anaweza wapa muongozo, na mtu huyu ni Michael Olunga ambaye ana tajriba pana kwa kusakata soka humu nchini na vile vile kimataifa, na vile vile ni mtu ambaye huwa anahakikisha kuwa ameweka nchi mbele na vile vile nchi ya Kenya kwenye ramani ya kimataifa kisoka bana. Kwa hiyo ni Habari 254 Bonga Tube na vile vile Simulizi KE. Tunatekenya kiasi cha haja kuhakikisha kuwa mambo yako sawa kimchezo. Kwa hiyo kesho hakikisha kuwa umefika katika uwanja wa Nyayo. Natumai umeshapata tiketi ya kukuwezesha kufika sehemu zile. Imeshakuwa sold out. Kulikuwa na regular, VIP. Hizo zote ni kama zimesha songa zaidi. Nilikuwa naona pale kwenye mitandao ya kijamii kama VIP tayari imekuwa sold out. Sasa zile tiketi ambazo zimebaki ni VIP na vile vile regular. Kwa hiyo ni Habari 254 Bonga Tube na vile vile Simulizi KE. Kwa hiyo usisahau kufika kule na kushabikia timu yetu, kushabikia timu ya Harambee Stars. They assembled very, late. There was no time to, to have tactics with the coach, to train well with the coach for a long time. But then we got they did well. They fought. We saw what they did in the pitch, and I think we have a good team for now. Yeah. When I'm with the team, for myself, I don't think I'm a vice president. I'm an ex-player, and I love to be, to mingle with the team, to talk with the team, to know their challenges, to give some advice because I've been there, the challenges they go through.
So I think when I'm with them, it's ex-players, a legend for them, and we just talk football. No, just to support our team and come in large numbers because we need the 12th man fans, and I think we will do well. For this one, I'm very, very confident with the fans and the team we have. We'll win the game. Just to turn out in large numbers, on Sunday to come and support the team because it's quite important. Playing first time at home in 4 years, I believe everybody wants to come and see what the national team looks like, after quite a while, and the new team that is being assembled by Coach Benny. So hopefully our fans can turn out in large numbers and come to support us, and we promise to give a good account of ourselves. Let's hope I get the chance, and I'll put my best on the pitch, but give my all, and yeah, that's all you can ask for. They are helping themselves because their mindset is always so positive, so that's very good, and that's what Kenya deserves. They need to give these players opportunities that have the willingness to work, and yesterday it paid off fantastically. He scored one of the best goals in the World Cup qualification so far, and hopefully Sunday he save 1 or 2 more for us, and this time for the win and not for the draw. Very strong because they're the number 1 in the group now. They're top, ahead of Ivory Coast. So yeah, they can't be taken lightly. So yeah, I think we're gonna assess today the team, and then hopefully tomorrow we would have had loads of recoveries and players fit. But you have to try and utilize every player in the team. I don't want to have a lethargic, a tired team, because the turnaround for the next game is so short, and then you play players who's maybe tired, and those are the opportunities. You don't want to give Gabon the upper hand. So yeah, so we might have to change the team slightly, but so that we can have energy and we can give you guys, the fans, a good spectacle, but also we want to go for the win.